Game Time, tuonavyo sisi. Kuna weekend ambazo zilisubiriwa kwa hamu kweli kweli, lakini weekend mojawapo ambayo ilisubiriwa kwa hamu ni weekend hii ambayo tunakwenda kuitazamia. Weekend ambayo inakwenda kufungua pazia la ligi mbalimbali barani Ulaya. Pazia la ligi kuu nchini Uingereza linakwenda kufunguliwa, lakini mwendelezo wa ligi kuu nchini Hispania upo tayari na tutaendelea kuuona, lakini pia mechi za Italia pia tutaendelea kuziona. Hii meza Game Time inakuletea yale yote ambayo yanatarajiwa kutokea kwenye ligi hizi ambazo zinakwenda kutokea. Bwana, kuna mashabiki walikuwa wameshaanza kunenepa, mashabiki wa Liverpool, mashabiki wa Manchester United, mashabiki wa Chelsea. Tumejaribu kumaintain mili yetu kwa sababu kwenye usajili pia tulipigwa shangala macho, tukachukua wazee, kwa hiyo tumezidi tumeendelea kuwa na mili yetu ile ile, lakini kuna mashabiki walikuwa tayari wameanza kuwa na mili fulani wanakwenda kupungua sasa. Jina langu ni Andrea Masawe, yupo na Masud, shabiki wa Liverpool, lakini yupo na Alwatan Mo, lakini pia Masud Mswahili, shabiki wa Manchester United, yupo tayari kwa ajili ya kukupa yale yote ambayo ameandaa msimu huu. Bwana, mpo vizuri kabisa? Tupo poa sana. Alwatan Mo ni bingwa mtetezi, bingwa mtetezi, kitu ambacho hatujakizoea, lakini tutafanyaje sasa? Anatoka mzee wa Tafrija, anaingia mzee wa Tafrija pia. Jamaa wasumbufu sana. Yes, bwana, ligi inakwenda kuanza bwana Masud. Yeah. Mo pamoja na Maruo King na Arsenal ndio anafungua pazia dhidi ya Coventry City. Yeah, City. Moja kati ya mchezo ambao kwa upande wangu naona Arsenal ana booster fulani hivi amefungua. Toka msimu uliopita kaja kufungua vizuri kwenye ngao hapa Esan. Anakwenda kucheza mechi ambayo kwa namna moja ama nyingine inawezekana ni nyepesi ama ni ngumu pia, kwa sababu nimeangalia mchezo wa mwisho ni 2014, Arsenal kibuka na ushindi wa goli 4. Mchezo huu utakwenda kuwa aina gani kwa Arsenal, hasa ukizingatia ameanza vizuri, ameanza na kikombe ama ni ngao ile? Ngao. Yes. Kwanza I'm excited. Katika timu tatu ambazo zimepanda daraja msimu huu, Coventry City, Ipswich Town na Hull City. Yeah. Katika hizi timu tatu ni Coventry peke yake ambayo naiona inaweza ikajitahidi kutumisha msuri. Yeah. Kwa sababu wamekuwa na unajua Championship wana mechi nyingi sana kuliko Premier League. Lakini wamekuwa na msimu bora sana wakiwa chini ya Super Frank Lampard. Lampard amezurura, alikuwa na msimu mzuri akiwa na Derby County, akapata nafasi ya kwenda Chelsea, hakufanya vizuri sana, akatoka tena, wakarudi tena kama caretaker, akaenda tena kujipata na Coventry City. Coventry City ni timu ambayo inacheza vizuri sana. Bahati nzuri nimeweza kuiangalia mechi nyingi tu za Coventry City. Unaona jinsi FC Bournemouth ama Brentford wanacheza, the similar play wanavyocheza Coventry City, high intensity transition za kufa mtu, wako vizuri sana. Na kitu kimoja tu niseme, Coventry City mpaka katikati ya msimu uliopita wa Championship walikuwa wameshafikisha pointi ya 51 na wamefunga magoli takriban 54. Imagine hiyo ni nusu msimu na wamemaliza na goli 97. So ni timu ya pili tangia Wolves walivyofanya hivyo, yani ile half season kufunga magoli zaidi ya 50 na kuwa na pointi zaidi ya 50. Wolves mwaka 2008 na 2009. Kwa hiyo wamemaliza na pointi 97, magoli 97, lakini takriban pointi 11 tofauti na Ipswich. So ni timu ambayo inacheza vizuri, lakini si timu ya mtu mmoja. Kwa mfano kwa msimu uliopita wachezaji takriban 7 wamekuwa na double digit, yani ni goli kuanzia 10 na kuendelea. So wamegawanya magoli. Kwa hiyo ni timu ambayo inacheza kitimu zaidi ya kumtegemea mtu mmoja. Si kitu rahisi. Tuliwahi kuongea hapo, japokuwa na philosophy ya Wahispaniola, niliwahi kuongea kipindi kile, nasema ni ngumu sana kucheza na Spain kwa sababu si timu ya mtu mmoja.
ina wachezaji 11 na inacheza na wachezaji 11. Of course. So that's how Coventry wamekuwa. Kwa hiyo I'm excited, lakini nina wasiwasi tu kwa sababu wanakutana na timu ambayo their confidence is off the chart sasa hivi. Yani wanatamani kuanza vizuri, wamalize vizuri, ni probably kwenda kutetea tena ubingwa wa pili. Of course ni timu ambayo japo nachukia kusema lakini ni naona Arsenal kwenda kutaka kufanya back to back msimu kwa sababu nikipitia timu ambazo wapinzani wake sisi United, kuna ile timu ya wazee Chelsea na timu ya Maresca sasa hivi kiukweli wana msuli mkubwa sana Arsenal na wanacheza vizuri mno. Kwa hiyo ni game ambayo natamani kuiangalia, game ya Arsenal na Coventry. I'm sure itakuwa game nzuri, lakini nadhani they'll face a big test against Arsenal. Alwatan Mo, wanasema kwenye kiti hiki alikaa bwana mzee wa Tafrija akasema tunahitaji kombe tu ili tuanze kuwa na mentality hiyo ya kuchukua makombe ya vipi. Kwa upande wa nadhani moja kati ya kitu ambacho kinaleta mentality ya kuchukua tena ni kushinda mechi ya kwanza. Vipi mechi hii unaiona vipi kwa upande wako? Ni ngumu ama ni nafasi yenu pia ya kuondoka na alama 3? Unasema you kick fresh from the start. Yeah, of course. Yani unapoanza vizuri unaenda, tuna advantage kubwa kama Arsenal kwa sababu kwanza tunacheza game nyumbani, lakini tunacheza na timu ambayo imepanda daraja, japo hatuna historia nzuri sana kwa sababu nakumbuka mara Brentford siku anapanda tupiga 2-2 kwao na ilikuwa ni mechi ya ufunguzi kama hii. This time around tupo nyumbani, lakini pia usiwasahau Coventry kama alivyozungumza Sudi hapa ni watu ambao wamefanya pia maingizo mapya. Wamemsajili Onyeka, fikiri alikuwepo kwa mkopo pale msimu uliopita, wamemalizana naye sasa hivi, lakini wana kiungo kutoka Ghana yule Yerinki kama sikosei, ni wamemsajili kwa hela nyingi kidogo kulinganisha na klabu yao na thamani yake ilivyo. Kwa hiyo tutegemee mambo makubwa. Ila Ferguson alishawahi kusema msemo mmoja kwamba winning it first time is harder but retaining it is even harder. Yani kushinda mara ya kwanza kombe ni ngumu, lakini kulitetea hilo kombe huwa ni ngumu mara 2 ya ulivyoshinda mara ya kwanza. Kwa hiyo kwa sababu gani? Kwa sababu kwanza kuna kitu cha mentality. Mentality maana yake itakuwa ni juu au chini. Tumeshashinda to relax au we want it more. Lakini la pili, kila timu unaocheza nayo inajua inacheza na bingwa mtetezi. Lazima akukamie sana. Lakini la tatu itategemea umejisajili vipi ili kuriboost your team. Kwa sababu kuna watu walio-drain. Kumbuka Arsenal ilienda mpaka mwisho karibu michuano yote. Kwa hiyo walicheza takriban mechi nyingi. Mtu kama Declan Rice, mshukuru kaongezewa pale Bruno Guimaraes, lakini mtu kama Bukayo Saka, leo tunamwona Madueke anaanza kutokea kwa mbali, lakini Max Doman. Kwa hiyo game in general naona Arsenal ana nafasi kubwa sana ya kwenda kushinda hiyo game, na sioni Coventry akileta utata, japo sitegemei pia Arsenal akapata game nyepesi kwa mtu aliyopanda daraja, kwa sababu humjui anakujaje. Unajua mtu ambaye umecheza naye msimu unajua anaendaje. Na kwa Arsenal kitu ambacho nakiona bora, wameamua kuimarisha tu kikosi. Hawajaharibu sana kikosi ambacho wamechukua nacho ubingwa. So ni kitu ambacho kitawasaidia sana. Na Arsenal, mbali na Arsenal dhidi ya Coventry City majira saa 4 kamili pale La Liga, siku hiyo ya Ijumaa kutakuwa na mechi kati ya Real Betis dhidi ya Real Sociedad, lakini pale Ufaransa kutakuwa na mechi ya Marseille dhidi ya Strasbourg. Hiyo ni michezo ya Ijumaa. Jumamosi mechi ya mapema kabisa, mechi ambayo inakuwa nasema na gundu. Bwana Morokin, kuna mechi ya Hull City dhidi ya Manchester United. Manchester United anaanza kucheza katikati ya jua zito, jua kali. Ametoka kupokea kichapo cha goli 4. Ile ni kwa mechi ya kirafiki, lakini alichezea au hakuchezea? Alichezea. Lazima tuitaje goli 4 dhidi ya kocha ambaye walimuona si chochote pale Manchester. Sasa Hull City majira saa 8:30. Hii mechi inakwenda kuwa aina gani hasa kwa Manchester United hapa, ambayo
Of course ilimaliza ligi vizuri, iwapo ilianza vibaya. Mechi ya kwanza akiwa ugenini. Well, Manchester United wamemaliza msimu vizuri, japo one might argue kwamba hawakuwa na michuano mingi ya kuwafanya wawe busy sana, kwa sababu last season wamecheza almost mechi 40. Sidhani kama zilizidi 45. Unlike Chelsea, Liverpool, Arsenal ambao kama ni full season mtu anacheza minimum of 55 games, 55 mpaka 60 kama anacheza michuano almost yote. So this time round Manchester United anaenda kwenye UEFA Champions League, atakuwepo kwenye FA, atakuwepo kwenye Carabao, atakuwepo kwenye ligi kuu ambapo ndio the primary source au lengo la yeye kuwepo kwenye Premier League. Sasa sijui ni nani atakuwa Sunderland wetu wa msimu huu, kwa sababu tunakumbuka msimu uliopita Sunderland alivyopanda daraja, kuna wakati tulianza kupata mashaka kwamba Sunderland anataka nini. The dark horse. Sasa sijui msimu huu nani atakuwa Sunderland wetu kati ya Coventry, Hull City pamoja na Ipswich Town. Sijui nani atakuwa Sunderland wetu, na nafikiri Manchester United wamejipata, they are in their groove. Kila kitu ambacho Michael Carrick amekifanya for the past 3-4 months kimefanikiwa kuleta matunda. Sasa kuna tofauti kati ya kuwa caretaker manager au interim manager na kupewa full mkoko. Tunakumbuka wakati Ole Gunnar Solskjaer alivyopewa Manchester United on interim basis alikuwa anafanya vizuri, lakini the moment alivyopewa sasa kikombe kwamba bwana unyama huo hapo ruka nao, mfupa huo hapo cheza nao, mashabiki hao wa Manchester United walianza kubadilika na kuona kwamba pengine it was a bad move kumpa team. Sasa ni mtego mkubwa sana kwa Michael Carrick, kwa sababu kwenye football bahati mbaya almost doesn't count. Huwezi kusema ilibaki kidogo. Kwa hiyo ushindi wa kwanza wa Manchester United kwenye mechi yao ya kwanza ya ligi unaweza ukawapa confidence boost nzuri ya kuamini kwamba Manchester United is back. Tunakumbuka I think ni Ole alivyoanza Rio Ferdinand alisema Manchester United is back and all that jazz. So sina matazamio makubwa sana kwamba kuna namna ambayo Hull City anaweza kufanya dhidi ya Manchester United, lakini mpira wa miguu umetuonesha kwamba ni mchezo usiotabirika na chochote kinaweza kutokea, japo nafasi kubwa sana nawapa Manchester United. Bwana, mmefanya maingizo mapya ndani ya kikosi cha Manchester United, lakini pia naona Rashford amerejea, lakini pia Bruno Fernandes anaongeza mkataba pale Manchester United. Mechi hii dhidi ya Hull City nadhani ni mechi nyepesi sana kwa Manchester United, na ukizingatia of course mnahitaji alama 3 na mnahitaji ushindi ili walau kuboost ile momentum ndani ya kikosi cha Manchester United. Kwenye makaratasi unaweza kusema ni game nyepesi sana kwa United. Kwa sababu Hull City wametoka Championship na walimaliza nafasi ya 6. Wamekuja Premier League kwa kupitia playoffs. So wanakutana na United ambayo yes, wako rejuvenated, wamemaliza msimu vizuri kabisa kutoka msimu mbovu ule uliopita, lakini wamekuwa na pre-season nzuri kwa ujumla. Wameshinda mechi 4 out of 5 nadhani. So sioni kipya kwa Hull City. Hull City nadhani itakuwa ni ile ambayo haijawahi kumaliza misimu mitatu Premier League. Yani misimu yao mingi kucheza kwenye Premier League ni miwili. Wamefanya hivyo mara mbili walipopanda daraja mara ya kwanza, then mara ya pili, na walioshuka moja 2014 nadhani. Walipanda mara msimu mmoja, msimu uliofuata wakashuka tena daraja. So ni moja ya timu ambao naona wanaweza wakaendelea tabia yao ya msimu ujao wakarudi Championship. Kwa hiyo United kushindwa kupata matokeo kwenye hii game itakuwa ni disappointing kwa kweli, kwa sababu
Kila kitu gap kipo ni kubwa sana kuliko kati ya hizi timu mbili. Hiyo ni mechi ya saa 8:30 Hull City dhidi ya Manchester United. Majira ya saa 11 kuna mechi tatu. Everton dhidi ya Crystal Palace, Ipswich dhidi ya Sunderland, Nottingham Forest dhidi ya Leeds, Brentford dhidi ya Tottenham Hotspur. Lakini pale Spain kuna mechi ya Atletico Club dhidi ya Sevilla majira ya saa 12. Majira ya saa 2 usiku Valencia dhidi ya Celta Vigo. Espanyol dhidi ya Real Madrid majira ya saa 4:30. Kuna clip inasambaa kama umekutana nayo. Mtu kaje coach ya Real Madrid afu akaifanisha na TP Mazembe. Sasa kwenda huko, lakini Real Madrid anaenda kucheza dhidi ya Espanyol. Lakini tukiangalia Real Madrid, bwana Mo Alwatan, kuna jambo ambalo mimi nimeliona kwa misimu miwili iliyopita. Kuna quality ndani ya kikosi, lakini kuna changamoto ambayo inawafanya wasichukue kikombe cha Spain, na hapo ndipo Barcelona walipowazidi. Sasa nataka nifahamu tatizo ambalo limeiandama Real Madrid kwa misimu hii ya hivi karibuni tayari limetatuliwa kwenye dirisha hili la usajili, ama bado watapitia changamoto ambazo walikuwa wanazipitia kwenye misimu iliyopita? Nadhani quality wise Madrid mara chache sana nimekuwa nikipata nao shaka. Ni swala la ubora, Madrid ni moja kati ya vilabu bora sana kwa wachezaji kwa maana ya quality. Nadhani kinachowafelisha zaidi na kinachowarudisha nyuma ni utofauti wa vilabu hivi viwili kilinganisha na Barcelona. Ndio hicho tunachosema. Barcelona it's more of a Spain side. Kwa maana gani? Kwa maana Barcelona is a team. Yaani ni more of a team than Madrid. Unajua Madrid neno Galacticos imetokea huko. Yaani Madrid it's about ego. Pale una Jude Bellingham walikuwa, na nafikiri makocha hata Xabi Alonso sababu ya kuondoka Madrid ni kushindwa ku-maintain zile ego za wachezaji wakubwa. Kitu ambacho saa nyingine kocha unaweza ukawa huna usemi juu ya hilo, lakini nyuma yuko Florentino Perez ambayo yeye anahitaji kura za watu wake kwa kuahidi sajili bora kila msimu, kila mwaka kwa ajili ya kuweza kuwa stabilized zaidi ndani ya klabu ya Madrid. Lakini sioni Mourinho akiipeleka mbali Madrid. Mourinho kwangu mimi ni kocha wa mentality na wa vibe. Je, mpira wa sasa hivi unahitaji hilo? Ligi ya sasa hivi tunaenda, watu unaocheza nao wanahitaji hilo? Hata kama linahitajika, lina play part kwa kiasi gani kwenye hilo? Je, ni mbinu zaidi? Je, unahitaji Bellingham akimbie zaidi uwanjani au ajipossess kwenye maeneo sahihi kwa ajili ya kuweza kuconvert mipira na kutengeneza? Unahitaji Bellingham kila mechi atoke ni man of the match, huku Madrid imepigwa man of the match kwa Madrid, lakini timu imetoka draw, imepoteza. Sasa hivi una Yohan Diomande anacheza upande mmoja nadhani na Vini Junior. Sina shaka sana na Mourinho ku-maintain hizo ego. Shida yangu ya Mourinho ni tactical wise, lakini ku-maintain hayo majina kama alivyoshindwa Xabi Alonso, nadhani sina shida sana na Mourinho. Sijui sana tutamgusia Barcelona, lakini kasajili quality TP Mazembe, lakini anaenda kukutana na changamoto nyingine ya upande wa Barcelona. Kwa hiyo game na Espanyol itakuwa ni game ngumu, lakini inakuwa ngumu zaidi Espanyol dhidi ya Barcelona ya derby wise. Espanyol nadhani huko nyumbani ndio itakuwa game ngumu kidogo kwa Madrid kutokana na huko nyumbani, na kwa sababu ni game ya kwanza ya msimu. Pre-season za Madrid tumeziona, lakini maingizo yamekuwa yakiingia na kutoka. Sajili mpya Bernardo Silva amewaka sana. Nafikiri umemuona Bernardo Silva amewaka. Konate sijui atawaka vipi, lakini mwenzake Jokoe huku tayari kashaonesha brother, wewe nenda tu hapa liva, mimi nimekamata ili dambwe kama ameshaanza kunoga. Lakini na maingizo mengine mapya kama hayo ya kina Diomande na kina nani, nategemea hiyo game itakuwa ni nyepesi kwa Madrid la for the long run. Sijui Mourinho naye ni mtu wa mind games, na labda hicho kita play part kubwa. Tactically sio moja kati ya watu ambao kwa mpira wa kisasa na mrate kwenda huko. Moro King ulimpa maua mengi sana Mourinho. Yes, na nadhani sikusema kitu tofauti sana na Mo. Nilisema kwamba Jose ni mtu ambaye tunajua namna ambavyo anaweza kuwa influence wachezaji, mzuka, vibe na kila kitu, lakini hofu yangu ni kama alivyosema Mo. Sidhani kama Jose Mourinho huyu ni Jose Mourinho yule wa miaka 20 iliyopita
Jose Mourinho wa miaka 22 iliyopita akiwa na FC Porto alichukua kikombe cha UEFA Champions League, kitu ambacho sidhani kama watu waliokuwa msimu ule wali expect mwanzoni mwa msimu 2003-2004 kwamba Jose atatisha namna ile. Lakini wanasema tembo hata akonde vipi hawezi kuwa ng'ombe. Hatuwezi kusema kwamba mbinu za Jose zimeisha kabisa, lakini nadhani hofu yetu kubwa ni mahitaji ya soka la sasa hivi. Mahitaji ya sasa hivi hayahitaji influencer kwenye mpira wa miguu, yanahitaji more of tactics. Na hapo ndiko ambapo unajua Real Madrid sio timu mbaya. If we are being honest, Real Madrid sio timu mbaya. Ni Barcelona ndio timu kali. Yaani kwamba Real Madrid anaweza akawafunga hawa watu 18 wote. Lakini akikutana na Barcelona mambo yanabadilika. Na home and away. Kitu cha ajabu ni kwamba sasa hivi nadhani Barcelona ana enjoy zaidi kucheza na Real Madrid kuliko akicheza na Elche au Eibar au Sevilla au Espanyol, kwa sababu anajua kwamba hapa matokeo nitapata. So I don't see anything different ambao Mourinho anaweza akafanya, japo ninajaribu kupunguza nachojaribu kufanya ni kupunguza expectations za Jose, kwa Jose actually, na timu yake ya Real Madrid, kwa sababu tunaelewa kwamba Real Madrid ni competitive game, ni competitive football club, imesajili wachezaji wengi. It's more of kujenga kikosi, kwa sababu kuna maingizo kama 6-7 hivi. Sasa kama hawa wachezaji wote wakiweza kupata nafasi kwenye kikosi cha kwanza, manake that is unveiling a new team, unlike team kama FC Barcelona ambao wachezaji wote waliosajiliwa 3 au 4 at least ndo wanaweza wakamake it kwenye kikosi cha kwanza. Kwa sababu ukiangalia mtu ambaye kwa haraka lazima awepo kwenye kikosi. Nimeona usajili wa Rodri materialize. Kwa manake mtu kama Rodri ni uhakika. Lakini ukienda kwa upande wa Real Madrid, sioni namna ambayo Yan Diomande anaweza aka make it into the first team kwa haraka namna hiyo. Lakini narudia tena, Real Madrid sio timu mbaya, ni Barcelona ndio timu kali zaidi. Na hapo ndipo tofauti inapoonekana. Madrid sio timu mbaya, Barcelona ndio timu kali zaidi. Sasa kuna mechi zinaenda kupigwa pia kwenye ligi kuu nchini Italia. Inter Milan dhidi ya Monza majira saa 1:30, Udinese dhidi ya Como, Genoa dhidi ya Napoli majira saa 3:45, Parma dhidi ya Cagliari majira saa 3:45. Bwana Masuda, msimu huu ligi kuu ya nchini Italia unaiangalia kwa mtazamo gani? Kwa sababu msimu uliopita timu yako ya Como ilikuwa inafanya vizuri sana na ilifanya vizuri sana. Msimu huu mbali na kuwa na ushiriki kwenye ligi kuu nchini Italia, lakini pia ana ushiriki kwenye makombe mengine mbalimbali. Como unaitazama vipi msimu huu? Unatarajia aje na moto ule ule ama nguvu itapungua kidogo? Ama yawezekana ule ndo msimu wa kuanzisha ukubwa pale Italia? Uzuri kizuri cha kazi aliyoifanya Fabregas Como, amefanya kazi kubwa sana pale kwenye ile timu, kuweza kucompete na magiants kama Inter Milan, AC Milan, Juve. Amefanya kazi kubwa sana. So kwa hapo walipofika, anguko lake huwa ni rahisi sana. Sio kama unanielewa. Yaani anguko lake huwa yaani ukishafika kwenye kuona mafanikio, mwanga wa mafanikio ule pale. So once ukisha teleza unaumia sana. Lakini Fabregas ametengeneza identity. Ameipa timu taswira yake. Of which ni kitu kizuri sana. Ni moja ya timu ambayo inacheza na wachezaji 11 as well. So ni timu ngumu kucheza nayo, na kwa sasa imesha ni test kwao, kwa sababu mashindano yameongezeka. Sasa hivi wako kwenye one of the biggest stage Ulaya. Yeah, but sina shaka na wao kuendelea walipoachia msimu uliopita, kwa sababu ya standard ya ligi ya Italia so far.
Yani bado Serie A inapiga mark time. Inapiga mark time tactical, inapiga mark time kwenye wakufunzi. Imagine paka leo bado wakufunzi wana rotate. Massimiliano Allegri, sijui Gasperini, sijui Spalletti, Maurizio Sarri. Ni humo. Wow. Yeah, ni kama wanasema they are very good tactical, lakini they are outdated. Na ni kama vile timu hizi zinawarudisha kwa sababu they are cheap. They are cheap kwa sababu wao wanajua ni watu wazima, wameshafanya kazi muda mrefu. They will be able kuhold majina makubwa kuweza kufanya vizuri. Lakini Serie A bado inapiga mark time. Kwa hiyo kwa timu ambayo inaucheza mpira vizuri kama Como, I believe wataanzia pale walipoachia msimu uliopita. Sioni kazi kubwa sana. Sioni timu kama Juve kufanya like kutisha sana, kwa sababu Juve ni ile ya msimu uliopita. Hakuna maingizo mengi mapya. Timu ambayo kidogo imefanya sajili nyingi ni AC Milan, lakini ni msimu wake wa kwanza, kwa hiyo sitegemei pia naye kukiamsha from the beginning. So nawapa chapuo, nawapigia chapuo Como msimu huu kufanya vizuri tena, kuonyesha chochote kitu pale. Juve amemsajili Vicario, maliza deal. Kwa hiyo it might be something. Yeah, so mchezaji wamesajili kama wachezaji watatu, lakini mostly inabaki na wachezaji wake wale. Nadhani juzi pia Fabregas baada ya game na Arsenal, nadhani game na Liverpool, baada ya game na Liverpool katika mahojiano yake alisema kwamba Como iko ahead miaka 4, yani wamewahi, wako kwenye hii phase 4 years earlier than we are supposed to be. Kuongezea alichosema Masoud, unaweza wakawa na msimu mzuri, kwa sababu mtu kama Nico Paz ambaye alikuwa ni pivotal sana msimu uliopita kuwafikisha alipowafikisha, ameweza kubaki. Na regardless na kwamba alikuwa pivotal kuwafikisha alipowafikisha, point ya msingi aliyoisema Masoud ni kwamba it's a team. Como it's a team, na Fabregas ni kocha kijana aliyekubaliwa na vijana kuinstill baadhi ya misimamo na tactical. Yani kuna chemistry couple between Fabregas na Como na wamiliki wa Como. Yani ni watu ambao wanazungumza lugha moja kwenye ile timeline, kwa hiyo inaweza ikawa boost. Ila umakini ndio huo aliosema kwamba tunaipa betting, lakini wengi wakifikaga hapa wanaona nchi ya sali na maziwa inakuwa ni, ila hatua nzuri ni kama walivyombakisha mtu kama Nico Paz. Tena Nico Paz nadhani ni record signing kwa timu kama Como. I don't think anyone expected almost euro milioni 60 kumbakisha. That's a lot of money kwa timu kama Como, but ni investment ambayo it might pay off or it might not, kwa sababu wako kwenye the biggest stage of their career kama team, kama ulivyosema Mo kwamba they are 4 years ahead. Sasa hicho ni kitu kizuri, lakini pengine ni kitu kibaya sana, kwa sababu if you are 4 years ahead of where you are right now, unawezekana usiwe na the right equipment ya kusustain kwenye hiyo miaka 4 ambayo uko mbele. Kwa hiyo it might be something but it might be nothing, kwa sababu if not now when, kama sio sasa, yani kama Como sio sasa hivi lini? Hao ni Como ambao tuliwatazama sana msimu uliopita. Vipi unaenda nao pia msimu huu? Tunatembea kawaida. Como popote. Kuna finali weekend hii pale Ujerumani, Bayern Munich dhidi ya Borussia Dortmund. Ni finali moja kali sana. Kiangalia msimu uliopita, I think hakuna klabu ambayo ilifunga magoli mengi kama Bayern Munich. Yeah. Yes, lakini pia msimu huu kwenye nimefuatilia pre-season pale, kuna mtu alikula goli 15. That's best. Yes, wapo hatujapata taarifa ya Jamal paka hivi sasa. Musiala. Yes. Na ile tatizo ambayo alipata uwanjani. Lakini I think ni mechi ambayo hivi sasa Bayern Munich amekuwa akimsumbua sana Borussia Dortmund kwa michezo ya mwisho. Bayern Munich pia haijaribiwa kabisa. Ni ile ambayo imemaliza msimu uliopita.
Nicholas Jackson ameondoka, amerudi Chelsea. Lakini wamemuongeza mtu mkali sana pale. Hivi yes, Ismail mzee wa vitaulo. Mtu hatari wa bei rahisi. Hii mechi tunakwenda kuiangalia kwa namna gani? Borussia Dortmund I think ana mchezo mgumu sana dhidi ya Bayern Munich. Yeah, that's a fact. Kwa sababu mabadiliko kwenye kikosi cha Bayern Munich ni machache sana. Na kila mtu yuko kwenye groove. Kila mtu yuko kwenye nafasi yake. Harry Kane amekuwa na msimu mzuri sana wa kombe la dunia. I think no one expected that. Inawezekana Michael Olise hakuwa na msimu mzuri sana au hakuwa na moment nzuri zaidi kwenye kombe la dunia, lakini it does not make him any less better. Nadhani Bayern ndo timu pekee ambayo huwa inaendelea pale ilipoishia. Bayern ya msimu kabla ya msimu uliopita na Bayern ya msimu uliopita, and most definitely Bayern ya msimu huu itakuwa inaendelea pale pale walipoishia. Wana kocha yule yule, uwanja wao ule ule, wachezaji wao wengi ni wale wale, na kwa bahati mbaya sana kwa Borussia Dortmund wanakutana na Bayern Munich ambayo kwa sasa Bayern hana kitu pekee, hana kitu chochote ambacho anakihofia, ni kufunga magoli tu. Na sifa kubwa ya Bayern Munich ni magoli mengi. Yani ni kama wale majamaa wana train kufunga tu. Yani ogopa sana timu ya hivyo. Timu ambayo inaweza kufunga mwenzake goli 13, goli 10, goli 9. Wana score fun. Yani that's crazy. Na unakuwa na mchezaji kama Michael Olise ambaye msimu uliopita alikuwa na goal assist kama 73 hivi. That's a crazy number kwa mtu mmoja. Sasa bado Harry Kane, bado Luis Diaz. So Borussia Dortmund wajipange kama alivyosema Rose Muhando kwenye kibao chake. Borussia Dortmund wajipange sawa sawa. Bwana Lwata, mechi ni ngumu inaonekana kwa Borussia Dortmund. Ni maeneo gani hasa kwa Borussia Dortmund wanapaswa wafanyie kazi kwa kiasi kikubwa sana ili kuhakikisha kwa namna moja ama nyingine wanaozuia Bayern Munich? Maana Bayern Munich of course, yeah. Yani sasa hata wewe nikakwambia uwe kocha wa Dortmund sasa hivi, alafu unakutana na Bayern ile ulioiona. Naam. Nikikuuliza wapi unahitaji kutweak, yani hata nikakuuliza sasa hivi nakupa budget, hebu niambie eneo gani tunaweza tukaliaddress tupunguze dhahama ambayo inaenda kuja. Nazo unaweza kuniambia brother, kaa na hela yako, acha nione nitafika wapi na walionayo. Bayern Dortmund ambayo imempoteza mtu kama Adeyemi ambayo walikuwa wanamuona ni wa kawaida, lakini kadri ya siku zinavyozidi kwenda unagundua kwamba kama vile tumepoteza lulu hivi hapa ndani. Kwa hiyo sioni kwa upana wa kikosi cha Bayern Munich Dortmund ambayo inamtegemea mkongwe kama Sabit sasa hizi kuendelea kushika enka katikati. Dortmund ambayo imekuwa kwa miaka mingi kiwauzia wachezaji Bayern Munich giant. Bayern Munich ambaye amekuwa na strength kwa muda wote. Labda mentality ya Dortmund kwa sababu game inapigwa Signal Iduna Park. Kidogo kunaweza kukawa ile yellow wall ikawa kidogo ina kashikashi, ila sitegemei kabisa, na naona mechi ikimalizika mapema tu kama Bayern watakuwa na full kikosi kama tulivyoendelea kuona watu kama kina Olise, akina Sane wakirudi kwenye engo yao. Nafikiri tunaweza tukaona ni mpira mkorofi sana. Na sioni Dortmund wakipata matokeo kwenye game hiyo. Japo mpira unadunda tusiukanie, lakini so far Bayern Munich inampa nafasi kubwa sana. Si game ya kuumiza kichwa. Michael Olise, Luis Diaz, Harry Kane. Hawa ni usi wauaji wa kusini. Hawa ni wauaji wa kila pande. Wako vizuri kweli kweli. Sasa ni mechi ambayo inapigwa Jumamosi hii majira ya saa 3:30 usiku. Dortmund dhidi ya Bayern Munich. Ni finali ya Super Cup. Kwa hiyo tunasubiri na kuona ni mchezo utamalizika vipi na utakuwa na mchezo wa aina gani. Jumapili ligi kuu nchini Uingereza inaendelea. Brighton dhidi ya Aston Villa, Manchester City dhidi ya Bournemouth, Newcastle United dhidi ya Liverpool. Nikianza kuitazama mechi ya Manchester City dhidi ya Bournemouth, bwana Mswahili, ni mechi ambayo of course Manchester City ameanza msimu vibaya, lakini anakwenda kuanza ligi chini ya Maresca, kocha mpya.
lakini pia ni moja kati ya timu ambayo mimi naiona kuna key players wameondoka ndani ya club. Rodri, Bernardo Silva wapo mwishoni hapa, alikuwa ni kama apate nafasi sana, lakini kwa sababu ya majeraha, lakini ni moja kati ya quality ambayo imeondoka Manchester City. Hii game inakwenda kuwa mechi aina gani, hasa kwa Maresca ambaye anaanza msimu mpya kabisa na timu mpya, na anatakiwa aandike historia pale pia Manchester City. Well, ni game nzuri. Ni game nzuri, timu ambazo zina almost similar playing style. Si timu ambayo sio mechi ambayo tutatarajia Bournemouth kukaa nyuma, hali kadhalika City. Ni timu ambayo iko chini ya kocha mpya, lakini si kocha ambaye hajui corridor za Etihad, kwa sababu ameshafanya kazi pale kwa miaka kadhaa. Cha msingi ambacho umekigusia ni baadhi ya wachezaji waandamizi kuondoka. Bernardo Silva, Rodri, the deal almost done. Walikuwa ni wachezaji muhimu sana, lakini katika football hivi vitu vinatokea. Maybe ni muda ambapo ulikuwa umefika, kwa sababu Bernardo Silva alikuwa anatakiwa aondoke tangia last season. Akakaa msimu mmoja, akamalizia miaka yake ya kwenye mkataba, akaondoka kwa free. Rodri umri na wenyewe miaka 29 sasa hivi. Kwa City amepata almost everything. Amepata Ballon d'Or, amepata Champions League, amepata vikombe vya ligi, kila kitu kamaliza. So wakati mwingine kila mchezaji ana ndoto zake. Anatamani kurudi kwao Spain, lakini acheze katika timu bora barani Ulaya. Bahati nzuri anaenda katika timu bora kuongeza kitu pale Barcelona. So itakuwa ni game nzuri, lakini si game ambayo utaanza kusema eti kumjaji Maresca sasa hivi. Ni mapema sana, itakuwa ndo ni game ya kwanza. Kwa hiyo na yeye anataka kuweka mark yake pale. Kama nilivyosema last time, si jambo rahisi sana kwenda kuvaa viatu vya kocha ambaye amehudumu kwa zaidi ya miaka 10. Yani wewe unaenda pale unakutana na mtu ambaye amekaa takriban miaka 10. Tumeona katika timu kadhaa United alivyoenda David Moyes. Even though baadaye wakasema alikuwa najua David Moyes bado ana kinyongo na bodi ya United kwa sababu anaamini hakupewa muda wa kutosha. Lakini football haiko hivyo. The biggest team kama United, Chelsea, Arsenal hawana muda wa kusubiri sana. Wanahitaji matokeo. So itakuwa ni game nzuri, lakini ni kweli kabisa City wamepoteza watu muhimu, especially Rodri. Nilisema pia last time kwamba sioni kama walikuwa wamejiandaa mapema na kutokuwepo kwa Rodri. Mtu kama Elliot Anderson natamani labda angekuwepo takriban misimu miwili kabla ya Rodri kuondoka. But hell, it is what it is. Sasa hivi bado kuna wachezaji ambao sioni kama wanaweza wakaleta chachu na City, kama mtu kama Mateo Kovacic. Nadhani ni muda na yeye aende atafute ustaarabu mwingine. The only player ambaye natamani na naona Maresca katika game kadhaa ambazo za pre-season, sijui ni kwa nini, lakini naamini ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana, Nico Gonzalez. Amekuwa hapati sana nafasi, lakini kwa sasa hivi nadhani alikuwa anamhitaji sana, kwa sababu amekuwa pale kwa muda mrefu, anaijua timu vizuri, na ana uwezo mkubwa sana wa kucheza katika dimba la kati. So ni swala la kusubiri kuona ni kitu gani ambacho Maresca ataifanyia City kureplicate ama kufanya zaidi alichokifanya Joseph Pep Guardiola. Baada ya kumaliza msimu bila kucheza mechi nyingi Foden, lakini pia aliachwa kwenye timu ya taifa ya England, anaenda kuanza msimu mpya. I think mtazama vipi Foden hasa kwenye eneo la mwisho pale? Sababu eneo la mwisho watakuwa na Ryan Check, Foden, Haaland.
Foden msimu huu mnamtazama vipi? Kwa sababu mimi kwa upande wangu ni moja kati ya kipaji ambacho nakitazama sana pale Manchester City. Nadhani kama jina la kipindi lilivyo, game time. Foden anahitaji game time, na that is the only way ambayo Foden anaweza akashine, kwa sababu for the past 6 months Pep yani hakuwa sehemu kubwa ya kikosi cha Pep, either ni majeraha ama ni sababu tofauti ambazo Pep ndo anajua. Lakini kama ambavyo nimekuwa nikisema mara zote, kama sio mara nyingi, Pep Guardiola ameacha yatima wengi sana Manchester City. Nadhani moja ya changamoto kubwa ambayo Maresca atakuwa nayo ni kuwa na mzigo mkubwa sana wa wachezaji ambao hajui atawatumiaje. Kulikuwa na changamoto kubwa sana kwa Pep Guardiola. Pep anasajili wachezaji wengi kwa matazamio kwamba I might need this one someday. Sasa sio makocha wote wanaweza kuwa na hiyo mentality kwamba naweza nikamhitaji Semenyo, naweza nikamhitaji Rodri, naweza nikamhitaji Doku, naweza nikamhitaji Calvin Phillips na kadhalika. Changamoto ambayo I see kwa ndugu yule kwa baba Ronnie ni kwamba amemaliza mpira wa miguu akiwa na umri mdogo. Foden amecheza mechi nyingi sana. Ni kitu ambacho nimekisema pia kwa Lamine Yamal. I think Lamine Yamal akifika miaka 27, kama Barcelona wataendelea kumtumia kama wanavyomtumia sasa hivi, atakuwa kama Foden, kwa sababu Mungu aepushie mbali majeraha na mambo mengine ambayo tumeanza kuona Lamine Yamal nayo. Nafikiri Foden ana kazi kubwa sana, na kama nilivyosema, Foden just needs game time. Akipata game time nzuri, kuna uwezekano akarejuvenate, akarudi kule ambapo tulikuwa tunamuona, kwa sababu kwa umri wake ni mchezaji ambaye ana almost 4 Premier League medals au zaidi ya 4 Premier League medals kama mchezaji. Sasa kwa umri wake amemaliza mpira wa miguu akiwa mdogo sana. Kwa umri wake ni senior player, yani kwa timu zingine za taifa yeye alitakiwa awe ndo senior player pale kwenye timu ya taifa, lakini Thomas akaona we don't do that here na akamwacha. Kwa hiyo anahitaji game time ili kujiboresha zaidi. Hiyo ni kwa Tijani Reinders na yeye Tijani amesepa, anaenda Saudia. Kwa hiyo inawezekana baada ya msimu huu kama Maresca ataendelea kukaa Manchester City, kuna baadhi ya wachezaji kama ataendelea kubaki sababu huwezi jua, maana nimeona bango la miss you. Kwani kinachokupa wasiwasi Maresca kutokuwepo msimu huu, anaweza simalize nini kwa game ya juzi na Arsenal? Hapana, ile ni reaction tu ya mashabiki, yani nishaona mentality ya mashabiki wa Manchester City imeshageuka kwa mechi moja tu. Lakini tunakwambia imegeuka kupitia game. Kwani tukirudi kwenye game ya Arsenal ambayo Man City watu wengi wanamhukumu nayo, kimtazamo iko vipi? Mimi binafsi nikiangalia ile game, kwa nini City hakufanya kile ambacho walitakuwa watu wengi labda walikitegemea, au kukaribia ambacho watu walikitegemea, at least ku give up a game against Arsenal, watu ambao walikuwa ni timu bora zilizotoka kwenye msimu uliopita kuingia hapa. Kikubwa zaidi ambacho mimi nimekiona, kukosekana kwa Rodri ni issue, kwa sababu ukiangalia hata mipira pasi ambazo zilikuwa zinapigwa katikati, Rodri ni mtu wa kucheza pasi fupi, nipe tuondoke tucheze. Arsenal sasa hivi wamemleta Bruno Guimaraes. Hatakuwa na mtu wa aina hiyo. Anapiga risky pasi lakini short, na anaweza pia kuswitch zile sides. Rodri anapiga pasi, unaona City juzi hawakuwa wana run in behind. Kwa nini? Sababu Rodri mara nyingi ukimwangalia kigeuka hivi anazitupa ku run in behind. Lakini pia Man City juzi, mimi binafsi sikutegemea watakuwa na kikosi kile. Yaani nilivyoona lineup nilishangaa, hawa maninja wametokea wapi? Kwa performance yao kwanza niliogopa, lakini performance yao uwanjani ikaanza kuniambia wako very rusty. Yaani wana kutu sana wachezaji, kwa sababu sio tu mbinu za Maresca. Kulikuwa kuna mipira unaona Semenyo kupokea pasi, Kovacic kupiga pasi ambao ni basic tu kwa mchezaji wa aina ile, amekikosa kile kitu. Licha ya kwamba Arsenal pia waliwafanya Man City kwa vile, kwa sababu ya how defense they are, how compact wanapocheza. Kwa hiyo City mimi sasa hivi anahusishwa Ayub Buadi, ndio anaweza akacover ile
Masudi alisema kitu kizuri hapa, japo mimi kidogo nitaenda opposite na yeye kwamba hawakujiandaa kwa Rodri. Mimi naona walijiandaa kwa Rodri, na ndio maana anakuja Ayub Buadi mwishoni, lakini ile Anderson alikuja mapema. Kujiandaa na Rodri, yani mimi najua Rodri kwa mtazamo wangu mimi naona Man City walikuwa wanajua Rodri abaki, either ni Barcelona au Madrid, we had to. Lakini sasa tumejiandaa tu, hatujajiandaa. This is ndo hali ndo iko hapa sasa. This is the reality. Iwe Anderson alipokuepo, hajakuepo, Rodri ni exceptional kwenye engo yake. Hakuna mtu Anderson ni msimu katuonesha ndo tumemtamani. Lakini Rodri misimu mitano nyuma, kila kocha ukimuuliza anakuambia I want Rodri na timu. Hamna mtu anamweka Rodri nje. Kwa hiyo ni pengo ambalo tukimvika Elliot Anderson, hata kama angesajiliwa labda mwaka mmoja, ingekuwa labda tu Maresca angalie namna gani anaweza accommodate kwenye timu na kubadilisha kidogo style of play ya ile mipira. Kwa sababu Elliot Anderson ni Mwingereza, hawezi kupiga za Rodri za Kispain. Either nyie mkop na yeye au mtwiki baadhi ya things ndo kwenda. Lakini mimi sioni Maresca akiondoka mapema, kwa sababu naona City ni wavumilivu. Yaani naona City kwa mafanikio walionjeshwa, na imani nyuma yao washauri wao wapo kama kina Guardiola. Unaona Moyes aliambiwa macheni, mvumilieni mtoto na Ferguson. Kwa unaweza kutata Guardiola anaambia kijana wangu wewe bwana aliacha kazi Chelsea kwa ajili yetu sisi tumuondoe mapema tena Januari. Na ndo alituchanganya pale Chelsea. Yeah. Timu ambayo mpaka hivi sasa ina title ya kombe la bingwa dunia. Bwana Newcastle United wapo uwanjani dhidi ya Liverpool. Haijawahi kuwa mechi nyepesi, lakini pia nyepesi ni mechi ambayo inakuwaga na mvuto kweli kweli. Wana bato fulani hivi ambalo ni kali sana. Liverpool wanakwenda kuanza msimu, of course, ya kumaliza vizuri sana. Alipitia changamoto fulani mpaka tukawa tunasema tutakuepo UEFA. Tukawa tunalazimisha kwenye kamera hapa. Of course mpo. Lazima uweke hilo. Tupo. Dhidi ya Newcastle United. Well, it hasn't been an easy game. It hasn't been an easy game. Newcastle wamekuwa wakituletea noma sana for the past 2-3 seasons. Japo sina matazamio makubwa sana kutoka kwa Newcastle kwa sasa, kwa sababu kocha ambaye amekuwa akitusumbua kwa miaka ya karibuni ameondoka, na wana kocha mpya ambaye nadhani naye ataanza kujitafuta, kutaka kuinstill mentality yake, kikosi chake and all other changamoto zapo. Lakini pia the same can be said for Liverpool. Tumekuwa na kocha mpya Andoni Iraola, ambao ukiangalia game za pre-season unapata matumaini. Unajua changamoto ambayo Liverpool walikuwa nao msimu uliopita ni Liverpool tofauti kabisa na Liverpool ya msimu kabla. Yaani ni kama Ancelotti yale aliyoyafanya msimu wa kwanza ni kama alibahatisha. Bahati mbaya sana, hatupaswi kutumia neno hilo kwa sababu ametupa kikombe. Lazima tumheshimu. Lakini Liverpool ya msimu iliyochukua kikombe na Liverpool msimu uliofuata, laiti kama hizi timu mbili au kama Ancelotti wa 2023-2024 akikutana na Ancelotti wa 2024-2025, watachomana visu sana, na kwa sababu Liverpool had a completely different playset. Na Andoni anajitahidi sasa hivi kuhakikisha kwamba at least timu inaonekana inachokifanya. Mpira unaanzia hapa, unaenda pale, unaenda, yani njia za mpira wa miguu kwa Liverpool kwa sasa at least zimeanza kuonekana, japo ni mapema sana kusema kwa sababu ni pre-season. Anyone can be anything. Pre-season ndo wakati ambao kocha atajaribu. Jean Paquet au Jean Jacquet atacheza na Van Dijk, au Araujo atacheza na Van Dijk. Kila mtu anaweza kucheza na kila mtu, lakini it's going to be an interesting game kwa sababu ni mechi ya mwanzo mwa ligi, na mara zote kila timu, kama sio mara nyingi, kila timu inajitahidi kushinda mechi zake za mwanzo. Na tukumbuke kitu ambacho nilisema msimu uliopita kwamba pamoja na kwamba Liverpool had the worst season last season, wamecheza vibaya sana, lakini aliishia nafasi za juu. Na sababu ni nini? Alishinda mechi zake nyingi mapema. Unapokusanya points zako mapema, unajihakikishia kule mwishoni. Yani hiyo ni hazina yako ya mwishoni kabisa kule, kwamba
pale ambapo watu watakuwa wanatafuta point 2 au 3 wa kusogelee, wewe tayari na point 4 5 mbele yao, and that's a good thing. Newcastle United amekuwa akileta ushindani sana kwa misimu ya hivi karibuni. Paka wakati mwingine alikuwa ametishia kabisa nafasi ya Tottenham Hotspur kwenye nafasi yake aliyokuwa na maintain nafasi ya 4, ya 5, ya 6. Newcastle United amekuja kwenye hiyo role. Msimu huu unaiona vipi Newcastle United hasa kwenye mechi dhidi ya Liverpool? Kwa usajili wake, ushindani ambao amekuwa akiutoa kila msimu, tutaenda kuuona msimu huu. Speak of game kama game yenyewe ya Newcastle na Liverpool, ukiondoa mbanga nyingine zote za nani kaenda wapi, it's always a good game. Yani ni game siku zote ya kupishana, na huwa sisi neutral tunapenda game ambayo watu wanapishana kwa sababu tunatengeneza chance, hatutegemei chochote, lakini pia inakuwa ina adrenaline sana kwa sababu kunakuwa kuna kosa kuna mashambulio. Ila this time around japo tutaiona hiyo game, kwa sababu sijajua kocha mpya anakujaje na Newcastle, nategemea kuiona hiyo game as identity ya Newcastle. Kwa kumpoteza Tonali, Bruno Guimaraes, Anthony Gordon, last season aliondoka Isaac, mtu muhimu. Alexander Isaac. Bro, hii ilikuwa ni taswira ya mbele ya Newcastle. Anthony Gordon, Tonali, Bruno Guimaraes. Hawa wawili nilikuwa ni anchor ya Newcastle pale kati. Ukimwangalia mtu kama Joelinton amekuwa anaingia na kutoka. Murphy umri umeenda, tunamtumia kama squad player sasa hivi, hawezi kukupa. Barnes nimeona amemuongeza mkataba, lakini na yeye amekuwa na kichomi, anaweza akakufungia game 3 consecutive za UEFA ukasahau kama Barnes yupo kwa miezi 3, au ukasahau Barnes au anaweza akaumia injury prone. Amekuwa kuanzia Leicester City amekuwa akiwa na hicho kitu. Lakini nyuma pale Thiaw, Ban, naona ni watu ambao wamejitoa sana kwa Newcastle na walikuwa wanaonyeshwa nchi ya ahadi, lakini inawezekana uongozi na wamiliki na nini ambition, japo kuna issue za PSR zilikuwa hapo nyuma, sasa hivi wamebadilisha, wanaenda kwenye nini sijui ile ya sustain cost ya kikosi. Sioni Newcastle akifanya ushindani msimu huu kwa maingizo ambayo anajaribu kuyasajili. Wamemsajili ni nani yule? Ulikuwa unamhitaji huyu mtoto mweusi wa wapi msajili Bozuma Toure. Walimkosa nani yule wa Newcastle amekuwa akipigwa sana msajili. Kila anachogusa somebody wa Switzerland nani? Manzambi ameenda. Manzambi ilikuwa ni moja kati ya jicho lao pana sana, lakini wamempoteza Manzambi. Sioni Newcastle akifanya ushindani sana msimu huu. Japo atashindana na timu ambazo zina level yake, lakini hata kikosi alichokuwa nacho msimu uliopita alipofanikiwa kufika, simuoni msimu huu akijaribu kusogea eneo lile. Japo mpira unabadilika, inawezekana kuondoka kwa Bruno ndo kutokea kwa kiungo mwingine ambaye akatua Maze. Ila last season Liverpool alikuwa anamtaka Alexander Isak na Newcastle wakaona kama Isak anaondoka inabidi waende wakamchukue Hugo Ekitike ili azibe nafasi ya Alexander Isak. Liverpool wakamsajili Isak, wakamsajili na Ekitike. This season the same has happened. Walikuwa wanamtaka Manzambi wakawaiwa. Yani nadhani kuna changamoto kwenye scouting team au kwenye timu ya usajili ya Newcastle. Tena inawezekana hiyo ndio ikawa changamoto iliyopelekea kocha wao akaondoka, kwa sababu haiwezekani for the past 3 seasons kila mchezaji ambao wao wanamspot mpinzani anaondoka naye. Tena Mo ameongezea kitu kizuri. Newcastle amepoteza wachezaji wazuri, au amepoteza squad players, amepoteza wachezaji ambao wako kwenye first 11. It's going to be an interesting run to see how they will cope with that. Au ela ipo mbali, ela ipo benki. Hata wachezaji ujua waliochukua wamesajili kama wachezaji 4. Mchezaji wamesajili kwa paundi almost 39, kuna mchezaji kwa paundi almost 25. Wamesajili kama wachezaji 4 hivi. Amar Dedic ni fullback na bwana amekuja kuziba nafasi ya Kieran Trippier ambaye ameondoka. Wamesajili winga mmoja kutoka Hoffenheim, yule anaitwa Bozuma Toure. Wamesajili midfield mwingine anaitwa nani? Alhaji Bamba kitu kama hicho.
Yeah. So lakini again moja ya sababu pamoja na kuchoka kama alivyodai mwenyewe Eddie Howe, moja ya sababu ya kuona Newcastle inahitaji sauti mpya ni pia frustration aliyoipata kwenye swala la usajili, kwa sababu ni timu ambayo for the past 5 years ambayo amekuwepo kwenye timu alikuwa anajaribu kutengeneza formidable team, yani timu ambayo inaweza compete na Giants, lakini pia inaweza compete kwenye mashindano makubwa. Lakini unapompoteza mchezaji kama Alexander Isak ambaye he was scoring for fun, kama hivyo walikuwa wanamtaka Hugo Ekitike na hawampati, na sio hata pesa mingi sana. Unapoteza wachezaji integral part ambao wamekuwa integral kwenye kikosi chako kwa takriban misimu mitatu, Sandro Tonali na Bruno Guimaraes. Sio kitu kidogo, ni shimo kubwa ambalo wameliacha. Lakini football huwa ndio iko hivyo. Kama Mo alivyosema, probably ndio tutaona labda wachezaji wengine ambao walikuwa hawapati nafasi wakaanza kupata nafasi na waka excel na timu ikafanya vizuri. Lakini wana kocha mzuri sana, a modern coach, kocha mdogo kabisa, miaka 38, Matthias Yailes, ambaye hana muda mrefu sana kwenye taswira ya football. Ametoka kufundisha Salzburg kwa mafanikio, akatoka akaenda Saudia na Al Ahly, akakaa pale miaka mitatu, kaipa back to back Champions League ya Asia. So ni kocha ambaye ni wale makocha ambao tunawaita modern coaches, ambayo wako tayari kuevolve. Ni kitu kizuri sana. So let's see, tuone itakuwaje, how anaweza akaitransform Newcastle msimu. At first Newcastle inachukuliwa na Waarabu. Wote nadhani tulijaribu kutrend kupitia kwamba sasa tunaenda kuisha. Watu walipicture Newcastle ikiwa na watu wengine, lakini tukasahau kwamba kuna kipindi hiyo tulikuwa tuna kitu kinaitwa PSR, Profit and Sustainability. Ile ilikuwa ni changamoto kwa sababu unatakiwa utumie kadri ulivyoingiza. Na ile ilikuwa inaenda kwa miaka mitatu. Tumeona baadhi ya watu wamelimwa mapanga hapa katikati. Kwa hiyo sasa kama Newcastle, na ndio maana PSR wame-scrap this season, wameleta squad control sijui nadhani ile ambayo ina deal yearly, yani tuna deal annually kwa msimu. PSR ilikuwa inaenda kipindi cha miaka mitatu, ambao unaruhusiwa kuluzi hadi 105 million pounds, kwa maana ya 35 million pounds per season. Unaweza ukaluzi hicho. Sasa Newcastle, hii PSR ilivyokuja ilikuwa inaleta changamoto, kwa sababu watu wengi waliona kama imekuja kwa ajili ya protect vilabu vikubwa na sio kutengeneza usawa kwa vilabu vidogo. Kwa sababu just imagine revenue ambayo anaingiza Arsenal, Manchester, Liverpool, Man City kutokana tu na sponsors zao, kwa sababu tayari bear in mind hizo ni vilabu vikubwa. Kwa hiyo kuanzia sponsorship inaingia ni kikubwa. Kwa maana yake wanapokea kubwa, wanaruhusiwa kutumia kubwa. Wana vyanzo vya mapato vikubwa, wanaruhusiwa kutumia hela kubwa. Newcastle, bosi anawezaje kuinject hela? Hela inatakiwa itoke kwenye mapato na matumizi ambayo unaenda nayo. Hata kama bosi alikuwa anapata nafasi ya kuinject nadhani ni paundi milioni 30 kwa muda wa miaka mitatu, excess kutoka nje, bado ilikuwa haitoshi. Utamsajili nani kwa watu ambao sasa hivi anasajili mtu wa paundi milioni 105, Declan Rice 119. Leo soko limekuwa ni vulu na soko sasa hivi kila mtu anahitajia tu. Soko limekuwa likiko inaweza ESC taifuatilia imeletwa mpya, ni kwa sababu ya waliona PSR ina mapungufu mengi sana, haina muendelezo mzuri kwenye protect ile soka. Labda katika hili tunaweza tukaona, lakini pia kwa mantiki yako sorry, nilikuwa najibu hoja yako. Si kwamba kibunda cha Newcastle kiko mbali. Msimu huu tu unaoanza wamesajili wachezaji wa almost euro milioni 180, of which kuendeleza hoja ya Masud ni kwamba shida sio umesajili kwa kiwango gani, umemsajili nani. Na nadhani hiyo ndo changamoto ya Ed Howe, kwamba shida sio umeweka kiasi gani kwa wachezaji, ni umemsajili mtu gani. Je, hawa wachezaji wa euro milioni 180, do you really need them?
ama wewe ulikuwa unahitaji mchezaji mmoja wa 60, mwingine wa 40, mwingine wa 60. So una wachezaji 5 6 ambao 30 baadaye wanakuwa tu unakuwa tu na wachezaji ambao wanakaa tu pale, kazi yao ni kusubiri tu muda uishe. Wachezaji wa 70 umetumia 120. Wao Tonali na Bruno Guimaraes na Gordon, yani hiyo amount yao tu iliyokuwepo hapo. Pia wamemwacha Gordon. Ukimgundua sasa hivi namuona wanamfuatilia Joao Palhinha. Wako na Joao kwenye race ya Joao Palhinha na wenyewe. Nashangaa tu pap Tottenham Hotspur wameruka naye. Akarudi. Walisha mpa mkono wa kwaheri. Haipo katika mipango ya tuame Uingereza. Newcastle, hiyo ni mechi ya Newcastle United dhidi ya Liverpool. Mechi inapigwa saa 12:30 siku ya Jumapili. Pale La Liga siku ya Jumapili majira saa 12 Atletico Madrid dhidi ya Villarreal, Getafe dhidi ya Racing Santander, Elche dhidi ya FC Barcelona. Bwana Gordon atakuwa anaingia uwanjani siku hii. Wakina bwana Pedri, bwana Lamine Yamal. Bwana ni moja kati ya mechi ambayo Barcelona wanakwenda kuanza nayo dhidi ya Elche. Bwana mechi inakwenda kuwa aina gani bwana Al-Watan Mo? Quality ndani ya FC Barcelona. Wanaanza na game itakuwa nyepesi sana kwao ama ni mpinzani sahihi kwa Barcelona kuanza naye? Inategemea Elche ameenda kwa mganga gani, sababu either Barcelona mwanzo wa msimu awe kama alivyo Man City, awe kidogo rusty kutokana na baadhi ya viungo wake, kwa sababu leo ana Rodri pale ambaye anacheza Rodri, Pedri na tuseme Dani Olmo. Au ni watu ambao wamecheza hadi hatua ya mwisho ya World Cup. Kwa hiyo sitegemei labda Rodri akicheza game full, sitegemei, lakini kitu ambacho mimi kinaendelea kunivuruga, yani nilikuwa zamani kishabiki na kinje ya mpira unasema I hate Barcelona. Una hate Barcelona kwa sababu ni kama ile jezi akivaa mtu yoyote anawaka. Yani umemwona Marcus Rashford, yani Barcelona wanamtoaga anatokea kubasi na Pubil, unajiuliza hao ni wakina nani na wametokea wapi, alafu wanakuonesha brother. Si ndio tofauti ya wao na Madrid. Yani wakati Madrid anaangalia Galacticos na kuinvest kwenye la kubwa na kutegemea majina, Barcelona La Masia inazidi kuproduce kwenye level ya hali ya juu. Kwa hiyo sikushangaze akawa hana kiungo cha Pedri, hana Rodri, hana Dani Olmo, lakini bado ukashangaa ikapiga ni mpira mkubwa sana. Ni Barcelona kwa usajili waliofanya, Madrid wamesajili, lakini wanaonekana wanaitaka Champions League, na Gavi juzi amezungumza kwamba we are here ni muda sasa wa sisi kushinda Champions League. Sasa hizo kauli zikitokea kule kidogo kuna walakini. Sawa, Elche Simone akiwa na nafasi kwenye hiyo game in short. Japo ndo nikakwambia nategemea mganga wako ni mganga wao ni mganga gani, kwa sababu unaweza Barcelona anaweza akawa ameamkia kushoto. Of course, na mambo kaenda tofauti. Mechi nyingine kwa mfano upande wa Italia na mechi ya Atalanta dhidi ya Sassuolo na Torino dhidi ya AC Milan. Jumatatu kuna mechi ya Fulham dhidi ya Chelsea. Chelsea anakwenda kuanza ligi dhidi ya Fulham. Kwenye usajili kidogo anatia shaka Chelsea, lakini atii shaka sana kama sio timu yako. Wanasema Chelsea inachekesha kama sio timu yako. Lakini wenye timu tunaipambania na tunaamini itafanya vizuri msimu huu. Dhidi ya Fulham mnaipambania mkiwa wapi bwana? Huku Bongo. Dhidi ya mashabiki kama ninyi wa Liverpool. Well, it's going to be an interesting season for Chelsea, kwa sababu wanaingia kwenye mahali ambapo Manchester United walikuwepo msimu uliopita. Hawana mechi nyingi, hawako kwenye UEFA Champions League, hawapo kwenye Europa, hawako kwenye UEFA Europa Conference. Hawana vitu vingi vya kuonesha wala kutafuta. Nadhani ni msimu ambao Xabi Alonso anatakiwa akae vizuri na vijana wake na watengeneze kikosi, kwa sababu katika hali ya kawaida expectation ni UEFA Champions League, Europa ama Conference msimu ujao, of which I expect kwa namna ambavyo Chelsea is set up wawepo kwenye Champions League msimu unaofuata, kwa sababu msimu huu watakuwa na vitu vichache sana. Ni timu ambayo imemaliza nafasi ya 10 nadhani. Kwa hiyo kwenye zile nafasi 9 za UEFA, Europa pamoja na Conference hawapo. So
this might be a blessing in disguise. Inawezekana ikawa tu ni baraka fulani ambayo imejificha, kwa sababu wanasema walami wanasema kwamba wale waliopewa vingi vinategemewa kutoka kwao. Chelsea hawajapewa vingi, kwa hiyo ni vitu vichache sana vinategemewa kutoka kwao, na nadhani hii inaweza ikawa baraka iliyojificha kwao, kwa sababu una mechi moja au mbili, au una mechi maximum 4 au 5 mwezi mzima. You train for that and I think they'll be good. Ni wastani kama mechi moja kwa wiki moja. Mechi moja kwa wiki. Yeah. I think when they train for that itakuwa nzuri sana kwao, na ni wakati wa Xabi kujiestablish mwenyewe na kuhakikisha kwamba msimu ujao anaweza akawepo kwenye bigger stage ambao nadhani Chelsea wana deserve kuwepo. Na muwe makini, yawezekana Chelsea ndio msimu wa kunenepa sasa. Pia mechi moja kwa wiki, tumepata matokeo, hauna stress nyingine tena za UEFA wala nini. Bana, tunamaliza hivyo kwenye meza ya Game Time. Kumbuka Game Time msimu huu inakuja na jambo zuri sana kwa upande wako. Na jambo hilo ni jambo la kifedha. Ukifuatilia mtandao wetu wa kijamii Instagram, Facebook, Twitter, utapata odds 5 kutoka kwa kila mmoja ambaye anashiriki meza ya Game Time. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho unapaswa ukifahamu. Mwanzoni kabisa hapa unafahamu meza ya Game Time itakwenda kukupa fedha kila weekend. Kila wiki ambayo inakuwa na mechi kali utapata odds 5 kutoka kwa watu wako wa meza ya Game Time ambao wako vizuri kwa kweli. Moro King, Masud, wana Alwatan Moa ameongezeka, Skill Sensei watakuwa nakupa odds 5 za uhakika ambazo utakuwa unazitumia kupata fedha bwana. Sisi tunamaliza hivyo kwenye meza ya Game Time. Leo hii alikuwa Masud Mswahili, Alwatan Moa pamoja na Moro King. Na udha wako nilikuwa mimi Andrea Masawe. Tukutane tena kwenye weekend zinazofuata. Uwe na wakati mwema. Game Time, tuonavyo sisi.